wako mtumishi wa Mungu Bahati James, na leo niko hapa kuweza kuzungumza na watakatifu wa Bwana. Kuna kitu ambacho nimekiona ambacho natamani niweze kukizungumzia katika jamii ya watu waliomwamini Yesu. Kitu hiki ni matumizi mabaya ya mitandao ya kijamii. Watu wa Mungu, kuna mtego mkubwa katika mitandao ya kijamii ambao shetani kauweka kwa ajili ya kuangusha watu. Na leo nataka nizungumzie katika pande mbili, matumizi mabaya ya mtandao katika pande mbili, na jinsi yanavyoweza kuathiri maisha ya kiroho ya mtu. Matumizi mabaya ya kimtandao, upande wa kwanza, ni matumizi ambayo mtu anatumia mtandao kwa ajili ya kuwafikia watu wengi, lakini anachokifikisha kwa watu wengi hakina utukufu kwa Mungu. Naomba nirudie. Kuna mambo mawili au pande mbili za matumizi mabaya ya mtandao. Upande wa kwanza ni jinsi ya uwasilishaji au ufikishaji wa jambo katika jamii ya wana mitandao au katika mitandao ya kijamii. Kuna uwezekano kama umepewa ujumbe mzuri na Bwana, lakini namna ya kufikisha, kama utaufikisha kwa njia isiyo sahihi, huo ujumbe unaweza ukapoteza maana. Na ikumbukwe, kama una channel au kama una account yoyote kwenye mtandao wa kijamii wowote, au una platform yoyote ambayo umekuwa ukitumia kwa ajili ya kufikisha maudhui ya utukufu wa Mungu, hiyo channel inageuka kuwa madhabahu ya Mungu aliye hai. Na kama inageuka kuwa madhabahu ya Mungu aliye hai, manake imekupasa kuheshimu kile utakachosimama kukizungumza. Ndiposa kuna watu ambao wamekuwa wakizungumza vitu ambavyo si vizuri kupitia chaneli zao, na wanapokuwa wanawasilisha wanaleta uharibifu baada ya kuleta kulijenga kanisa. Nitasoma kitabu cha Zaburi sura yake ya kwanza na ule mstari wa kwanza. Biblia inasema, heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki, wala hakusimama katika njia ya wakosaji, wala hakuketi barazani pa wenye mizaa. Sasa kuna jambo moja ambalo natamani niweze kusema liweze kusaidia kizazi hiki na liweze kusaidia kanisa. Wakati unatumia mtandao wa kijamii kwa ajili ya kufikisha maudhui yoyote, hakikisha hutumii lugha ya mizaa, hutumii lugha ya matani, hutumii lugha ya kejeli, hutumii lugha ya kijembe, hutumii lugha ya majivuno, hutumii lugha ya kiburi. Kwa nini? Kwa sababu Mungu amekuamini kwamba huo ujumbe utakaofikisha utawafikia watu wengi. Sasa kwa sababu utawafikia watu wengi, ukiufikisha kwa mizaa, kuna watu ambao hawataupokea kwa jinsi pasavyo. Kwa mfano, mtu anaweza kuwa anazungumza jambo zuri, alafu anazungumza kwa mfano, hebu njoo mshikaji wangu. Yaani mtumishi yupo kanisani na yupo ibadani, anamuita mtumishi mshikaji, njoo. Hayo ni maneno ya mizaa. Au mtu anatumika kusema tendo la ndoa, anasema nikaenda nikataka kupiga show kwa mke wangu. Ni matendo ambayo yanaonekana kama ni ukisasa sana, lakini mbele za Mungu ni machukizo. Watu wa Mungu, Biblia ina misamiati mingi sana ya kutumia kwa ajili ya kuwakilisha jambo. Unapotumia maneno ya kihuni na mizaa, unashusha heshima ya neno la Mungu. Ndio maana neno la Mungu limekamilika katika kila eneo. Namna ya kuzungumza litakufundisha, namna ya kukaa litakufundisha, namna yoyote litakufundisha. Neno la Bwana lina misamiati mingi sana. Kwa hiyo uwasilishaji wa maudhui kwa njia ya mizaa na maneno ya kihuni ni jambo ambalo linapelekea dhambi. Hapa Biblia inasema, heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki,
wala hakuketi barazani pa wenye mizaa. Hakuketi maanake hakujihusisha na mizaa yoyote. Kwa hiyo unapopewa nafasi ya kutoa ujumbe kwa njia ya mtandao, hakikisha unaiheshimu hiyo madhabahu, kwa sababu Mungu anaweza kuponya kupitia hiyo madhabahu. Usilete mzaa ni kana kwamba uko unahubiri kwenye madhabahu ukiwa na watu wanakusikiliza. Unaweza ukawa unafanya kipindi binafsi baadaye ukakirusha, au ukawa unafanya kipindi live watu wakiwa wanakufuatilia. Jua unamwakilisha Mungu wakati huo, unamwakilisha Kristo wakati huo, unamwakilisha Roho Mtakatifu wakati huo. Sasa unapofanya makosa ya kimzaa au makosa yoyote, jua utakosesha watu wengi. Lakini pia matumizi ya nguo mbaya ambazo hazina maadili. Kweli Mungu anaweza kuwa amekuita. Unapoanza kufanya vitu vya kuwafikia watu kwa njia ya mitandao, hakikisha mwonekano wako una utukufu mbele za Mungu, hata watakao kuona wasipate judgment za kibinadamu. Ni kweli tunaishi katika jamii ambayo tunaweza tukafanana kwa maeneo kadhaa, labda nguo tunanunua duka moja, lakini hakikisha unaponunua, nunua nguo yenye heshima mbele za Mungu. Mtu anaweza akawasilisha maudhui, kavaa nguo kama anaenda kufanya show za muziki. Mtu kanyoa kama anaenda kama vile mpagani. Mtu kavaa jinsi imechanika chanika, yuko labda anafanya uimbaji, labda anafanya mahubiri. Jinsi ambazo wanavaa wapagani typically nao navaa. Kiukweli unapowasilisha ujumbe hata kwenye baraza la Kiswahili, watu wanajua unapowasilisha ujumbe vile unavyoonekana tu ni ujumbe tosha. Manake unapokuwa unatokea kwenye mtandao, hakikisha mtu wa Mungu usilete swali lolote. Na hata kama mimi utaona ninavyowasilisha ujumbe ninakosea, nitumie ujumbe, nipo tayari kubadilika ili nisikukoseshe. Petro alivyotokea mbele za watu, alivyokuwa akizungumza, alivyokuwa akitembea, alivyokuwa akila, alivyokuwa akiketi, watu walimtambua kuwa ni mtumishi wa Mungu. Kwa nini? Vile alivyoonekana tu. Sasa unavyoonekana na kuwasilisha ujumbe, unaweza ukakosesha watu wengi na ukaonekana mbele za Mungu unafanya mzaa. Hiyo ni dhambi ambayo inaendelea katika mitandao ya kijamii. Nimekuja hapa kuweza kuzungumza, lengo ni kujengana na kuweka sawa katika nyakati tulizo nazo. Lakini jambo la pili, matumizi mabaya ya mtandao ni nini? Ni kutumia mtandao kufuatilia vitu visivyo kujenga kiroho. Kuna watu ambao hawarushi maudhui, au kuna watu ambao hawaposti chochote kwenye mitandao, lakini wao wapo kwa ajili ya kuperuzi. Mtu anatumia muda mwingi kufuatilia vitu ambavyo havijengi. Labda anafuatilia tamthilia, labda anafuatilia nyimbo za kidunia, labda anafuatilia umbea, udaku, anafuatilia maisha ya watu, hafuatilii mafundisho ya utakatifu, hafuatilii vitu ambavyo vinajenga. Huyo naye yupo kwenye kundi ambalo ni watumiaji wabaya wa mtandao. Kwa hiyo Mungu anapokutazama unautumia muda wako kwa ubaya. Kwa hiyo watu wa Mungu, tubadilike na tuweze kutengeneza mbele za Bwana. Ni hayo ambayo nimefikiri kuyasema mbele yako wewe mtu wa Mungu ambaye unatumia mtandao. Usije ukatumia kwa njia ya ubaya, tumia kwa njia uzuri kwa ajili ya kujenga mwili wa Kristo. Shalom, shalom.